Bwana, wakati wanasoka wengi hapa nchini Tanzania wakiwa na wimbi kubwa la sintofahamu juu ya mchezo wa dabi ambao unatakiwa kuchezwa Juni 15, 2025 katika dimba la Benjamin William Mkapa, licha ya kwamba bado mwenyeji mchezo hajatangaza mchezo huo, wakiwa wengi hawafahamu dabi ipo au haipo, huku msimamo wa wananchi ukiwa ni hawachezi. Simba wakiwa wanawaambia kwamba wanacheza na watacheza na wanatamani kupata mtu ambaye hana haya ili kuweza kutangaza viingilio, lakini ni kwa sababu tu hawapati, basi moja kwa moja bwana, mambo yameendelea kuwa mengi sana na taharuki imeendelea kuwa kubwa sana. Msimamo wa wananchi wao wakiendelea kusema kwamba hawachezi, lakini kubwa zaidi ni baada tu ya wananchi Yanga kutoa statement ya kwamba wameandikiwa barua na kuitwa kwenye kikao na bodi ya ligi. Kuna mitasoma hichi ambacho ameandika. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya uhusiano mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Na baada ya Yanga kutumenti hii ambayo ni kikao walichoitwa na bodi ya ligi kuu yote ni kujadili mchezo huo nambari 184 ambao ulikuwa uchezwe Machi 8 ulioahirishwa baada ya Simba kuweza kuziwa kufanya mazoezi na ukapangiwa tarehe yake mpya ambao ni Juni 15. Wananchi toka tarehe hiyo imetoka, na hata kabla walikuwa na msimamo kwamba hawachezi, lakini kubwa ni baada tu ya kauli hiyo ya kutolewa kwa tarehe na wananchi nje ya jengo la NSSF ambako ndiko iliko makao makuu ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, wanaimba hichi ambacho wanakisikia hapa. Na hao ni wananchi ambao wako nje tu ya jengo hilo, na hii ndio barua ya wananchi baada ya kutoka kwenye kikao hicho. Lakini pia baada ya kutoa barua hii ni msimamo wao. Mimi nasoma hapa kuanzia kwenye para ya 3 ambako nasema baada ya majadiliano ya saa kadhaa viongozi wa klabu waliwasili msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanywa tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu yaliyowasilishwa na kwa maandishi yatakapotimizwa. Tunawatakia kila laheri bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania katika kushughulikia matakwa yetu kwenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Kamati ya utendaji nadhani inafahamika, ni wale wote wa wajumbe ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kuweza kusimamia na kuendesha bodi ya klabu ya wananchi. Baada sasa ya haya yote ambayo wameandika wananchi, nini ambacho kimetokea kwa wao wenyewe wanachokizungumza haswa, wasikie wananchi wenyewe akiwemo pamoja na makamu mwenyekiti wa klabu ya wananchi. Lakini kabla hatujamsikia kile ambacho anazungumza makamu CEO wa bodi ya ligi, yeye akatoa matakwa ya wananchi ambao walielezea. Moja ni katibu mkuu wa TFF ajiuzulu, kamati ya usimamizi wa ligi ivunjwe, CEO wa bodi ya ligi kuu ajiuzulu, bodi ya ligi iwe chombo huru. Hayo ndo ambayo wamewasilisha kwa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini baada ya kuyawasilisha hayo ambayo ndo wanayo yasimamia wao wakitaka, lakini pia jingine ambalo wameliwasilisha ni lile la kutaka yale ambayo bodi ya ligi waliandika kwenye barua kwamba kuna issue za kiusalama, lakini pia rushwa ile Machi 8 basi moja kwa moja iweze kushughulikiwa na
toe hadharani wale ambao walihusika na tukio lile. Makamu mwenyekiti wa klabu ya wananchi Arafat Haji huyu hapa baada ya kutoka kwenye kikao. Yanga oye. Basi siku zote daima mbele, nyuma mwiko. Daima mbele, nyuma mwiko. Daima mbele, nyuma mwiko. Tumemaliza. Shukrani. Sisi tumekuja hapa kusema yale ambayo mnataka nyinyi. Kabisa. Hapa kwa jambo moja. Ukichukua hii katiba ya Yanga, ukisoma ibara ya 5, soma ibara ya 5, soma ibara ya 62. Utaambiwa wenye mamlaka na klabu hii ni wanachama wa klabu ya Yanga. Hawa ni wakilishi wetu sisi ambao wapo kwa niaba yetu sisi. Na sisi tumewatuma mambo ambayo yanatakiwa wakayatende na kusimamie katika bodi ya ligi. Sasa kama watu ambao wako sisi ambao ni kama ambao tumapigia kula, ni lazima tuhakikishe kila sehemu ambao wanakwenda. Tuko hapa maana yake kuja baada ya ndani ya bodi ya ligi tutakuja kuuliza ni nini ambacho wamejadiliana nayo kwa bodi ya ligi, kwa sababu sisi ndio sehemu ambao ni sehemu ya wanachama na ni sehemu ambao ya klabu ya Yanga. Kwa mujibu wa ibara ya 5 na ibara ya 62 ya klabu. Ndio maana zumuni hapa. Na hapo usishangae. Maelfu na watu ambao njiani wanakuja mpaka viongozi watoke, na viongozi wakitoka jambo la kwanza atakuja hapa kuongea na wanachama ambao kwa mujibu wa katiba hao ndio wenye nguvu kuliko mtu yoyote. Ndio maana tuko hapa. Msimamo ni mmoja kwa sababu hatujajua wanajadiliana nini huko ndani. Na bodi ya ligi hajatuambia wameleta viongozi kwa jambo gani. Kama jambo atakuwa najadili la jambo la mechi 184. Msimamo ni mmoja. Hatuchezi ngo na hatuchezi kwa sababu tunazo sababu hizo. Wale waliolisha mechi ambao sababisha mechi kufanyika tarehe 8 Machi wanapaswa wajiuzuru. Ndio maana viongozi tumewatuma, na kwa inawezekana leo ikawa ni siku viongozi wa bodi ya ligi labda wanakuja kuaga watu, na watu wa kwanza hapa kuaga ni viongozi wa Yanga. Ndio labda ndio wameita mule ndani. Hiyo ndio ninavyofikiria mimi. Kama viongozi wa ligi wamesema ni muda mwafaka kujiuzuru, lakini tumeanza kuwaita viongozi wa Yanga waaga kwa sisi tunajiuzuru. Labda ndio jambo ambalo lijadili huko juu. Kuziambia vipi mama? Maana klabu za ligi kuzi tumeelekea ukingoni mwa ligi. Mambo mengi kama hiyo. Ligi hiyo kwenda kutamatika, lakini pia kutamatika panapo haya na majali yatatamatika tu. Sasa unaonaje kadhia hii Naso ambayo inaendelea? Kuhusu kadhia hii Karim Boimanda atakuja ataeleza vizuri hapo. Lakini bila wasiwasi. Siku nazidi kuiomba tarehe 15. Sasa hivi atashuka Karim Boimanda. Atawajibu tu. Hilo swala mimi wapi kuzungumzia jambo. Si kigumizi, tuna msemaji wetu bodi ya ligi. Ila tunajua kilichozungumzwa japo. Tuna msemaji wetu. Mimi nitakuwa nikifanya kazi yake alafu yeye atafanya kazi gani? msemaji amezungumza na kusema kwamba lakini uzoefu wako, busara zako katika hili, kitu gani ambacho unaweza labda kusema kuhusu ile mechi ya Yanga na Simba? Atakuja kusema Karim Boimanda. Mimi nachoelezea ligi yetu itamalizika kwa salama na amani, lakini kuhusu huu mchezo Karim Boimanda atakuja kupa taarifa yote. Ni kwamba ligi itamalizika. Bila wasiwasi, dunia haiwezi kusimama. Maana kwa lugha hiyo mechi itapigwa. Kuhusu viingilio, kuhusu mchezo Karim Boimanda atakuja kusema. Kwa lugha rahisi mechi itapigwa. Karim Boimanda atakuja kusema. Wewe kama makamu, msimu uko mzuri tu na karibuni atapatikana bingwa. Shukrani sana kiongozi. Asante sana. Shabani Kamwe akiwa anaondoka kutoka kwenye kamati. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, baada ya kumaliza kikao kwenye kamati, anaondoka hapa maeneo ya bodi ya ligi. Semaji kwema? Safi. Uzima upo? Para. Ali Shabani Kamwe akiwa anaondoka hapa baada ya kumaliza kikao. Tayari amefika Emiliano. Bwana Ali, salama? Ni hatuchezi tu. Sogea mdogo wangu.
Pole na kikao kirefu. Asante sana. Labda ni nini ambacho kimejiri? Nadhani sasa utakuwa unajua agenda ilikuwa ni nini. Ulikuwa ni wito wa kuzungumza. Sisi kazi yetu ilikuwa ni kuwasilisha kile ambacho wanachama, washabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga wamekitaka. Na ndio mlichowasilishwa. Kwa hiyo asanteni sana. Hakuna cha ziada zaidi ya hilo. Labda ni mchezo namba 184. Tumekwenda kuwasilisha yale ambayo wana Yanga wanayataka. Asanteni sana. Kwamba hamtacheza mechi. Hatujawahi kusema kama tunacheza huo mchezo. Hamjawahi kusema kwamba mtacheza hii mechi. Mechi ipo. Kitu gani labda cha ziada ambacho mmeambiwa na bodi? Bwana viongozi wa Young Africans kikubwa wamesema wamekuja kuleta mapendekezo yao ndani ya bodi, lakini bado hatujafahamu kama msimamo wao umebadilika ama la, lakini yeye akieleza wameleta mapendekezo yao yale ambayo wanaamini yakifanywa kazi basi watacheza. Ndio maneno ya makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji. Kiongozi habari. Kikao kimesemaje? Unasema ukitoka kituambia kusema kikao. Waulizeni hawa ambao wametuita leo. Wao ndio watatoa majibu ya kikao. Kwa sababu kikao ilikuwa sio chetu. Lakini Mjuma hizo katujalia kidogo tu kwenye kikao. Hapana. Ni vizuri mkaenda bodi ya ligi mkawauliza kwamba kikao kiliendaje, kwa sababu wao walituita sisi, tumekaa tumemaliza, kwa hiyo wao watawapa majibu. Ngoja siku msimamo ni ule ama unabadilika? Nasema waulizeni bodi ya ligi. Nyie kama Yanga Africans msimamo ni ule. Nasema sisi tulishatoa msimamo wetu. Hakuna kinachobadilika. Sisi tulishatoa msimamo wetu. Bila kufuata matakwa yenu hakuna kinachoweza kubadilika. Hapana, nasema waulizeni bodi ya ligi kwa sababu wao ndio wenye kikao. Kwa hiyo waulizeni kikao kimeendaje na kimeishaje. Kwa hiyo sisi tumeshamaliza kikao nao, tunarudi kwenye klabu yetu. Kwa upande wenu kama klabu, neno kwa wananchi baada ya hichi kilichotokea ndani? Bado mapambano yanaendelea, wavute subira, kila kitu kitajulikana mbele. Kitu gani ambacho cha mwisho tunaweza kuondoka nacho? Dabi tarehe 15 ipo au haipo? Waulizeni bodi ya ligi, wao ndio wanapanga ratiba, sio Yanga. Yanga ipange ratiba. Mnapeleka timu. Na sisi tulishatoa msimamo wetu. Kuna kikao kingine baada ya hiki? Hapana, ndio maana nasema waulizeni bodi ya ligi, wao ndio wana kwa uchache maandalizi vipi? Mambo ya uwanja mmezungumzia leo tumecheza mechi ya kirafiki. Hamkwenda pale KMC? Tumecheza na KMC leo asubuhi. Mnajiandaa na dabi? Nasema leo tumecheza mechi ya kirafiki KMC. Twende. Mnajiandaa na dabi Mjuma? Leo Simba anatoka hapa. Malume, bei ya viingilio vipi? Watu wanakuwa na viingilio Malume. Asanteni jamani, sabari. Taarifa klabu itatoka. Asante Malume. Haya. Nisingependa kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha. Si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza. Ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea